السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعد، هذا هو المجلس الثالث من مدارسة كتاب الصيام من كتاب الفقه الميسر لنخبة من العلماء. هي مجلس ya tatu tukiendelea kudarasishana kitabu al-fiqh al-muyassar ambayo ni kitabu ya saum iliyoandikwa na wanawachuoni, na jana tulikomea katika masala ya 5 na leo tuanza masala ya 6. قال المسألة السادسة مسألة 6 ثبوت دخول شهر رمضان، كثبت كوينجيا موزي ورمضان وانقضائه. يعني بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ وكتغاني يثبتك kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia na kutoka. Kitu gani ambacho kwamba chazingatiwa kuingia mwezi wa Ramadhani? Qala yathbutu dukhul shahri Ramadhan bi ru'yati al-hilal, inalozingatiwa katika kuingia mwezi wa Ramadhani ni kuonekana kwa mwezi, ru'yatu al-hilal. Falidhalika, jambo la kwanza ambalo kwamba lazingatiwa kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia ni ru'yatu al-hilal. Qala bi ru'yati al-hilal bi nafsihi au bi shahadati ghayrihi ala ru'yatihi, ima wewe mwenyewe ndio ukaona mwezi ama mtu mwingine akatoa ushuhuda ya kuwa ameuona mwezi, au ikhbarihi bidhalik, au mtu akakhabarishwa akapewa habari ya kwamba kuna mtu ameuona mwezi, ama tukapewa habari ya kwamba mwezi umeonekana. Fa idha shahida muslimun, atapotoa ushuhuda juu ya kuonekana kwa mwezi, muslimun, mtu ambaye kwamba ni Muislamu, adlun, muadilifu. Sababu yawezekana mtu akaja na akawa si muadilifu, ama yawezekana mtu akaja akashuhudia kuwa ameuona lakini ikawa hakuona. Katika zama ya salaf kuna bwana moja alisimama watu wakitizama mwezi, akasema mimi nimeuona mwezi. Jamaa wako pamoja wote wanatizama mwezi. Jamaa wakamwambia umeuona mwezi uko wapi? Anambia huu mbele yenu, mimi nauona. Watu wote wametoa macho yao, hawaoni mwezi. Yeye anasema anauona mwezi. Anambia uko wapi? Anambia huu mimi nauona, uko mbele yangu nauona. Jamaa mmoja akiwa karibu akamsogelea yule bwana. Alivyomsogelea akaona kuna nywele moja imeshuka, nywele yake imeshuka chini, imekuja ikaziba sehemu ya jicho yake. Sasa yule jamaa yeye anaona ile nywele, anadhania kwamba ameona mwezi. Hadha fala budda min shahadati muslimin adlin, labda kuwa muadilifu. Qala muslimin adlin bi ru'yati hilal Ramadan, la budda ashuhudilie Muislamu ambaye kwamba ni muadilifu kwa kuonekana kwa mwezi wa Ramadhan. ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان. قال فإذا شهد مسلم أتبتوه شهود مسلم عجل أم بيكون بني مودليف برؤيته هلال رمضان وكون كان قموز رمضان، ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان. وثبت بهذه الشهادة uthibiti kupitia hii shahada kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Liqaulihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum, kwa kauli Allah subhanahu wa ta'ala sema yoyote ambaye kwamba atashuhudia mwezi, atauona mwezi, atatoa ushuhuda, falyasum, basi afunge atakayeshuhudia kuona mwezi. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقول قولياك متوم صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، متبوون موزي بس فنجيني. حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالمعتبر كنا تزنجتي وفي دخول شهر رمضان لرؤية الهلال، كون كان وكموزي. قال ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما، كذلك كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أسمع أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برؤية رمضان، للمخبرش متوم صلى الله عليه وسلم كون مونا مزو رمضان،
fasamahu, Mtume akafunga. Wa amara an-nasa bisiyami, na akawaamrisha watu wafunge. Falidhalika, yawezekana ukauona wewe ama ukafikiwa na habari ya kuwa mwezi umeonekana. Qala fa in lam yara al-hilal, ikiwa qala fa in lam yara al-hilal, ikiwa mtu hataona mwezi, ikiwa mwezi hautaonekana, au lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, ama hakutoa ushuhuda muislamu ambaye kwamba ni muadilifu kwa kuonekana kwa mwezi, wajaba ikmalu iddati Sha'ban 30 yawman, itabidi tukamilisha idadi ya siku 30 za Sha'ban, itabidi tukamilisha idadi ya siku 30. Qala wala yathbutu dukhul ash-shahr bighayri hadhain al-amrayn, wala haithibiti kuingia kwa mwezi wa Ramadhan kwa mambo tofauti na haya mawili. Jambo la kwanza, ru'yatul hilal, ima tuone mwezi kwa macho, au itmami Sha'ban, ama kutimiza siku za Sha'ban ambazo kwamba ni siku 30, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu, sumu li ru'yatihi, fungeni pale mtapouona mwezi, wa aftiru li ru'yatihi, na fungueni pale kadhalika mtapouona mwezi. Manake mfunge ukionekana mwezi na mfungue pale utapoonekana. Qala fa in ghubiya alaykum, ikiwa mwezi utafichikana ikawa hamkuona. Kwa nyingine fa in ghumma alaykum, ikiwa labda mawingu yaweza ikatanda ile pahali ikawa hamuoni mwezi ile time ya kutizama mwezi, fa akmilu iddat Sha'ban 30, kamilisheni idadi ya Sha'ban siku 30, kamilisheni idadi ya Sha'ban siku 30. Qala wa yathbutu inqida'u Ramadan bi ru'yati hilal shahri Shawwal, na kadhalika yathibiti kumalizika mwezi wa Ramadhan. Ile ilikuwa kuingia inayozingatiwa ni utapoonekana mwezi wa Ramadhan, hata akauona mtu mmoja peke yake ambaye kwamba ni adil. Lakini inda khurujiha, pale wakati wa kumalizika mwezi wa Ramadhan, la yathbutu inqidai Ramadhan illa bi shahadati muslimain, isipokuwa pale watapotizama waislamu wawili. Qal wa yathbutu inqidau Ramadhan bi ru'yati hilal shahr Shawwal bi shahadati muslimain, kwa kushuhudia ya kwamba mwezi umeonekana waislamu wawili adlaini, waadilifu. Kwa nini katika kuingia mwezi wa Ramadhan anazingatiwa mtu mmoja tu peke yake, lakini kutoka mpaka watu wawili? Ulama wanatuambia asli ni watu kubaki katika Ramadhan. Ndio maana kutoka katika ibada imekuwa ni ngumu, tofauti na kuingia. Kitupatia taarifa mtu mmoja, si tumeumba kwa ajili ya ibada, kwa nini tusubirie watu wengi watupe taarifa? Madama mtu mmoja mwadilifu anatupatia taarifa, خلاص tutoka tuingia. Lakini kutoka si vepesi, lianna al-asla baqa Ramadan, sababu asili ni kubaki Ramadan. Qala fa in lam yashhad muslimani adlan bi ru'yati al-hilal, ikiwa hawatatoa ushuhuda waislamu wawili waadilifu, waislamu wawili waadilifu. Siku hizi kuna watu, mtu mlevi anapelekwa msikitini, anaapishwa kwamba ameona mwezi wa Ramadhani. Nimeuona wallahi, nimeuona. Muona nini? Sichokuwa ni kama yule jamaa ambaye kwamba ameona nywele yake. Fala budda kuwa mtu ni adil, si kila mmoja akitoa taarifa uzingatiwa. Qala fa in lam yashhad muslimani adlan bi ru'yati al-hilal wajaba ikmalu iddat Ramadan 30 yawman, itabidi kukamilisha idadi ya siku za Ramadhani 30. Falidhalika katika mwezi wa kuingia kwa mwezi wa Ramadhan, imma tukiuona au tutakamilisha idadi ya siku za Shaaban, ama katika wakati wa kutoka kadhalika tukiuona, ama tutakamilisha siku za Ramadhan. Na hii lafta ikiwa kuingia kwa mwezi wa Ramadhan yawezekana siku ya kwanza tusiuone, wala tusifikiwe na taarifa ya kwamba tumeuona mwezi, lakini kumbe siku ile mwezi umeandama, kwa sababu Mtume alisema fa in ghumma alaykum, la yani adam dukhul ash-shahr, haimaanishi kwamba mwezi hujaingia, lakini inawezekana mwezi umeingia ila sisi hatukuuona.
kwa dharura yoyote. Inakuja wakati wa mwisho tukiwa tunatafuta Lailatul Qadr, tutafuta katika autar, si ndio? Wewe wajuaje kama ile siku ambayo kwamba upo, ile siku ambayo wewe ndio unasubiria, wewe unalenga wote, unasubiria tu siku ya 21, 23, 25, 27, wewe ndio unalenga hizo siku peke yake. Pengine mwezi wa Ramadhani uliandama kabla na wewe ukachelewa kuanza kufunga. Wewe siku yako ya 11 ambayo unahitaji kumbe ni siku ya 12. Walihadha labudda muislam katika aqwali za ulama kuhusu Lailatul Qadr, wanatuambia Lailatul Qadr inapatikana katika Ramadhani yote. Labudda utafute katika Ramadhani yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini katika kumi la mwisho zikaja dalili nyingi kuliko katika Ramadhani. Falidhalika labudda muislamu ajitahidi zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Wewe ikiwa mwezi yote uko busy, basi mwezi wa Ramadhani upate time ya kuwa faragha na Mola wako kwa ajili ya kumwabudu Mola wako. Hiyo ilikuwa ni kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Masala sabiha, qala waqtu an-niyya fi as-sawm wa hukmuha, wakati wa nia katika mwezi wa Ramadhani na hukumu ya kuweka nia. Qala yajibu ala as-sa'im an yanwi as-siyama wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Labudda muislamu atie nia ya kufunga saum, wa hiya ruknun min arkani, nayo ni nguzo katika nguzo za saum. Tumetangulia kusoma katika nguzo za saum ni an-niyya, miongoni mwazo nguzo ni mbili, al-imsak na an-niyya. Qala wa hiya ruknun min arkanihi kama madha, ni qawlihi sallallahu alayhi wasallam, wa qawli yake mtume, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa yanwiha min al-layli fi as-siyam al-wajib. Na yatakikana atie nia usiku, manake kabla ya tuluu al-fajr fi as-siyam al-wajib, katika somo ya wajib. Somo ya wajib itakubidi utie nia usiku, kasomo Ramadhan wal kaffara wal qada wal nadhr, kama vile akiwa anatia nia katika somo Ramadhan au kafara au qada, akiwa yulipa au nadhr, ama yafanya nadhiri, yafunga somo nadhiri, hizi labda atie nia usiku, walau qabla al-fajr bi daqiqatin wahida, hata kama ni kabla ya kuingia fajr kwa dakika moja peke yake. Ni qawlihi sallallahu alayhi wasallam, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu, yoyote ambaye kwamba hatoazimia kufunga kabla ya fajri, basi yeye hana saum. Fala budda lilmuslimi an ya'zim ala as-siyam qabla al-fajr, utie azma ya saum kabla ya fajr. Tayeb, la ukaja kurauka fajri tayari imeshaingia na ulikuwa hujaweka azma ya saum. Baadhi ya ulama wasema huyu bwana siku hiyo atajizuilia kula, lakini ile siku atalipa ile siku ihtiyatan. Qala faman nawa sawman fi an-nahar, nayo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni kwamba atafunga, lakini ma alayhi turjuman, ndio kauli ambayo kwamba ipo karibu zaidi katika usawa, ni kwamba huyo mtu ile siku bora ailipe kutoka katika hii tuhma, ailipe ile siku. Qala faman nawa sawman fi an-nahar, yoyote ambaye kwamba atanuia kufunga lakini atanuia kufunga mchana, wala yat'am shay'an, na hakula chochote, yani pengine kuanzia usubuhi hukula wewe mpaka ifika saa 3 asubuhi ndo atiania kufunga. Bana mimi leo ninafunga sababu mimi sijakula kuanzia asubuhi, natiania kufunga. Faman nawa sawman fi an-nahar wa lam yat'am shay'an, na hakula chochote kabla ya hapo, lam yujzi'uhu illa fi siyami tatawwu, ile somo yake haitakuwa isipokuwa katika somo ya tatawwu. Ikiwa somo ya sunna, somo ya sunna naam itafaa, somo ya sunna itafaa, lakini somo ya wajib la, somo ya farad la. Qala lam yujzi'uhu illa fi siyam at-tatawwu, fayajuzu bi niyyatin min an-nahar. Somo ya tatawwu, somo ya sunna, labda kama somo Daud au kufunga يوم الخميس wa يوم الاثنين, au kufunga tusomo yoyote ayyamul bid, uweza kutia azma wakati wote. Qala fayajuzu bi niyyatin min an-nahar idha lam yat'am shay'an, ikiwa hakula chochote. Sharti ukiwa hujakula chochote, ukiwa unkula basi
Qala idha lam yat'am shay'an min aklin au shurb, kula chochote sawa ni chakula ama kinywaji. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, wa hadithi Aisha sema dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhata yawm, siku moja mtume aliingia nyumbani kwangu. Faqala hal indakum min shay, na chochote jamaa chakula? Faqulna la, wasema la. Qala fa inni idhan saim, sema basi mimi nafunga. Hamna chochote basi mimi ninafunga. Fadhalika hapa ulama wakasema hii ni dalili ya kwamba somo ya sunna mtu yawezekana akanuia, lakini hapa kuna kauli ya ulama. Baadhi ya ulama wasema la, paka somo ya sunna kadhalika la budda an tubayyit an-niyya fi al-layl, la budda utania usiku. Lesh? Kwa hadithi ya mtume anasema man hadhi min alfadh al-umum, katika maneno ambayo kwamba yanakusanya. Falidhalika man hakuainisha man yasumu alfardha, anafunga somo faradhi, au man yasumu sunna, ama anafunga sunna. Yoyote ambaye kwamba yuwafunga basi yatakikana aekenia usiku. Na hii hadithi ya Aisha ina ihtimali, mtume alisema fa inni idhan saim, sasa mimi ninafunga. Kuna ihtimali mbili, imma mtume alitia azma ya kufunga wakati huo kwamba kwa kuwa hakuna chakula basi mimi nafunga, imma alitia azma wakati huo. Ama ihtimali ya pili ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam alimkhabarisha bibi Aisha kwamba yamfunga, kwamba toka usiku yeye ameamka mfunga. Umeona, fajiri imfikia alikuwa mfunga, kwa pale akamwambia tuna na Aisha basi mimi nafunga, nakwambia. Falidhalika huna ihtimali, na ulama wasema idha jaa al-ihtimal batala al-istidlal. Ikija ihtimali kwamba hadithi ina ihtimali mambo mawili, basi huwezi kuitumia kama ni hujja. Ihtimali ni kitu kuwa inawezekana ikawa jambo hili ama jambo hili, kwamba inawezekana mtume akawa alikuwa amefunga kabla ya hapo, ama mtume ndo anamwambia na Aisha kwamba kuanzia hapo sasa amefunga, maana yake anatia nia yake sasa. Ihtimali maana yake kitu ambacho kwamba ina ihtimali sehemu mbili, sehemu mbili. Kiswahili kigumu, sijitumie Kiswahili gani? Imeeleweka lakini ihtimali. Tayeb, qal amma siyamu alwajib falidhalika la yahrutu muislamu atie nia usiku, lakini ikifika wakati hajafunga, ikifika mchana hajafunga, la basi akitia nia wakati hapo, wakati huo. Tunaweza kusahau Kiswahili, Kiswahili ni Nairobi wakati hapo, ama Kiswahili hiko shkhali. Tuanze darasa ya Kiswahili sasa. Lakini unaweza kutumia nini ikiwa hujafunga, ikiwa hujakula unaweza kuendelea tena, unaweza kuendelea tena nini na somo. Qala wa takfi amma siyamu alwajib, ama somo ya wajib fala yanaqidu bi niyatin min an-nahar, somo ya wajib huwezi kuanza mchana, wala budda fihi min niyyati al-layl, na la budda hakuna budi utie nia usiku. Wa takfi niyatan wahidatan fi bidayati ramadan li jami'i ash-shahr, na toshia tu nia moja pekee yake Ramadhan, wewe umetia nia kufunga mwezi wa Ramadhani mzima. Wa yustahabbu tajdidaha fi kulli yawm, na yapendeza kila siku kufanya kurenew ile nia, kila siku ni. Na miongoni mwa alama kubwa kwamba unatia nia ni wewe unaamka kula daku. Kuna mtu anachukua paka alam yoweka, watu wa zamani walikuwa wanachukua ile wana mshumaa ule unawasha, alikuwa amna hizo light, so ule mshumaa alikuwa mtu anawasha, alafu anachukua pini dabus, alafu anaweka, ayojua kwamba huu moto ukiwaka mpaka ikifika hapa itakuwa ni time fulani, so anachukua ile kipini anaweka pale, alafu ule moto ile mshumaa ikiungua mpaka ikiisha, ile pini inaanguka. Ikianguka ile pini, ile mshumaa inakuwa ipo kwenye plate kama vile sahani hivi, sio? Ikianguka pale, ile kelele ile ya kuanguka ile pini, jamaa ndio yarauka kutoka kwenye usingizi. Hiyo ni alam. Sasa sisi leo tunaweka alam, watoto tunaweka alam mle hapa na pia. Allah, kila siku zama inavyozidi kwenda na mambo yanazidi kubadilika, hata himma ya watu na dhaaf inaenda. Subhanallah, wa ila Allah al-mushtaka. Falidhalika yatoshea nia moja peke yake ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kitia hiyo nia moja
peke yake, lakini yapendeza kila siku, sababu asla hakuna Muislamu ambaye, kila Muislamu yote kufunga mwezi wa Ramadhani, si ndio? Kila Muislamu anakuwa yuko. Falidhalika ni kufanya kuirinyu tu peke yake, una inshallah. Nimekusudia kila siku tusome karatasi moja ili tuingia hii. Qala albabu athani, mlango wa pili, fi al-a'dhar al-mubihati lil-fitr wa muftirat as-sa'im, mambo ambayo kwamba yanamfanya mtu, yanampatia mtu ibaha, uhalali wa kuftari mchana wa Ramadhan, na vitu ambavyo kwamba vinafungua ama vifunguzi vya saim, vitu ambavyo kwamba vinafungua somo ya mtu. وفيه مسألتان، kuna mas'ala mbili. المسألة الأولى، مسألة kwanza، الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، udhuru ambayo inamfanya mtu aruhusiwe kuftari ndani ya mwezi wa Ramadhan, aruhusiwe kufungua ndani ya mwezi wa Ramadhan. Qala yubahu alfitru fi Ramadhan li ahadi al-a'dhar at-taliya, yafaa mtu kufungua ndani ya Ramadhan kwa udhuru, kwa moja kati ya udhuru hizi. Jambo la kwanza, al-marad wal-kibar, ima mtu akawa ni mgonjwa ama akawa amefikia na umri wa utu uzima sana, amefikia umri wa utu uzima. Fayajuzu lilmaridhi alladhi yurja buru'uhu alfitr, yafaa yule mgonjwa ambaye kwamba ugonjwa wake unatarajiwa kupoa. Kuna mgonjwa yeye ugonjwa wake unatarajiwa kupoa, lakini kuna mgonjwa ambaye kwamba yeye ugonjwa wake unatarajiwa kupoa, au ulama wanaita almaradhu at-tari, maradhi ambayo kwamba imetokea. Mfano labda mtu amefikiwa na homa, amefikiwa na zukam, amefikiwa na chochote, mwanani maradhi ambayo kwamba yamekuja. Fa idha bari'a, pale atapopona, wajaba alayhi qada al-ayyam, yafaa yeye alipe ile masiku ambayo kwamba alifungua. Wajaba alayhi qada al-ayyam allati aftaraha, alipe ile masiku ambayo kwamba alikuwa ameyaftari. Ni qawlihi ta'ala, kwa qawli Allah, ayyaman ma'dudat, masiku machache. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, yote ambayo kwamba atakuwa ni mgonjwa ama hapo safari atalipa siku nyingine. Wa qawlihi ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yote ambayo kwamba ataona mwezi na afunge. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Falidhalika fadalla ala anna al-marid yajuz aw yubahu lahu al-fitr fi Ramadhan, kwamba mgonjwa yuruhusiwa kuftari ndani ya mwezi wa Ramadhan. Qala wal marad alladhi يرخص معه في الفطر وهو المرض الذي يشق عليه المريض الصيام بسببه, ugonjwa ambayo kwamba wazingatiwa, ugonjwa ambao kwamba huwa ni idhni ya mtu kuftari ndani ya mwezi wa Ramadhan, ni ile maradhi ambayo yashuku ala almarid as-siyam bisababihi, yashuku ala almarid as-siyam bisababihi, mgonjwa inakuwa ni ngumu kwake kufunga, kwamba akifunga atataabika, akifunga atatabika. Kuna mtu labda tu yaumwa tu kidogo tu, ajisikia tu labda tu kidogo tu, macho tu haiko sawa, basi waftari. Mgonjwa ile ambao kwamba ukifunga itakuwa na shaka ndani yake. Kwa baadhi wale wasema la mutlaqul marad, mtu akiwa na marad, madamu imekuja Allah amesema marad, basi ukiwa na marad unaruhusiwa kuftari ndani ya Ramadhan, unaruhusiwa kuftari ndani ya Ramadhan. Lakini bora zaidi Muislamu akiwa anaweza kufunga afunge, lakini ikiwa kwake ni ngumu, subhanallah, Uislamu haitaki tabu, taki utabiki. Ikiwa unaweza kufunga funga, umefikiwa na hali ilikuwa ngumu, basi fungua, utalipa siku nyingine, la basi. Tayeb, qal amma almarid alladhi la yurja buruhu, ama mgonjwa ambaye kwamba hatarajii kupoa, kwamba maradhi yake ni almarad almuzmin. Watu wafika nasema maradhi almuzmin, maradhi ambayo kwamba ni muzmin. Na maradhi almuzmin ala qismain, iko katika vigawanyiko mbili. Maradhi ya kwanza ni ile maradhi ambayo kwamba huyu mtu ni maradhi ya muda mrefu, lakini huyu mtu yaweza kufunga. Umeona, mfano labda mtu anaumwa sukari, afana Allahu iyyakum, mtu labda yaumwa sukari iko na level. Kuna level mtu labda anaweza akawa achukua zile dawa zake muda ambao kwamba ni mchana wote, anaweza akawa amefunga, hadha la basa ajiyasum. Ama kuna yule ambaye kwamba haezi kabisa. Falidhalika qala amma almarid alladhi la yurja buruhu au alajiz an as-siyam, ama mtu ambaye kwamba hawezi kufunga, ajizan mustamirran, kushindwa
kushindwa ambako kwamba ni kuendelevu, hawezi kufunga, na ile ajizi yake ambayo inamfanya asiweze kufunga mustamirra, yaendelea. Kalkabir, kama vile mtu akiwa mtu mzima. Mtu akiwa mtu mzima ameshakuwa tena mtu mkubwa, unatarajia kwamba kuna siku tena atarudi nyuma? Haiwezekani, ndio tayari ashakwenda. Fa innahu yuftir, atafungua. Wala yajibu alayhi qada, wala haitawajibika kwake kulipa. Wa inma talzamuhu fidya, tabidi alipe fidya. Bi an yut'ima an kulli yawmin miskinan, kwamba alishe kila siku sehemu ya saum, atalisha maskini mmoja. Atalisha maskini. Subhanallah, kuna baadhi ya watu maal asaf unakuta mtu yeye kama tulivyosema, labda ana maradhi ndogo. Sheikh huyu mtu mchana wa Ramadhani anakula miraa, unaona kula miraa, anakula nini, shafahamu. Alafu jamaa yualisha Sheikh, alisha maskini. Ala Sheikh bana, hii mibana bana, mimi nauko so analisha maskini. Alafu mchana la miraa. Hii ni matatizo ambayo kwamba wako nayo baadhi ya ndugu zetu. Ama mwingine atasafiri aende pahali pengine ambako watu hawamjui, alafu anafika kule anafungua. Unajua pengine si mazingira ambayo tunaishi, na moyo wako unapojiona wewe unahisi kama vile hakuna watu wanafanya haya mambo, lakini shaka kuna watu wanafungua mchana wa Ramadhani kusudi mtu hafungi. Sawa? Allah himidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema yake. Falidhalika qala wa inma talzamuhu fidya, huyo mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, ugonjwa wake ni endelevu, ama ni mtu mzima, yeye tamlazimu kwake fidya. Bi an yut'ima an kulli yawmin miskinan, atalisha kila siku maskini moja. لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kulisha mtu chakula huendana na saumu. Mimi najiuliza kuna hikma gani yani Allah subhanahu wa ta'ala kufanya saumu ilipo na kulisha mtu ama kutoa sadaka ya chakula? Kwa nini si sadaka ya pesa, sadaka lakini kwa sadaka ya chakula hasa yani? Lesha yani. Mnakumbuka katika hikma za kufaradhisha saumu tukasema yule Muislamu atahisi ile njaa ambayo wazee wanaipata. Sasa wewe ukila ile njaa huwezi kuhisi, so wewe toa tu chakula, ujue kuna watu hawana njaa, toa chakula. Hikma fi dhalika baligha. قال بأن يطعم عن كل يوم مسكينا لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما. سبب mwanzo kama tulivyosema, mwanzo saumu ilifaradhishwa lakini ilikuwa ni khiari, mtu anaweza imma achague kufunga ama kulisha. التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام فتعين أن يكون بدلا عنه عند التعذر. sasa kwa kuwa ilikuwa badali ya funga ni kulisha, pale saumu ilipokosekana pia kadhalika ikawa ndiyo badali yake ilipopatikana udhuri ya mtu ambaye kwamba ikamfanya mtu asiweze kufunga. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وأما الشيخ الكبير, أما mtu mzima, إذا لم يطق الصيام, ikiwa hatoweza kufunga, faqad at'ama Anas alikuwa analisha baadama kabura aman au amain, baada ya kuwa shafikia umri wa mtu uzima, akawa yualisha miaka miwili takriban ama mwaka mmoja, yote alikuwa analisha maskini. Manake Ramadhani mbili ama Ramadhani moja mwisho wa uhai wake Anas ibn Malik alikuwa analisha. Falidhalika umri wake ulivyoenda kwa mkubwa sana ikawa yualisha. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. kwa shekhe mtu mzima, manake mtu mzima sio shekhe. Shekhe kilugha ya Kiarabu ni mtu mzima. Ashekh alkabir walmar'a alkabira, na mwanamke mtu mzima, la yastati'ani an yasuma, ambao hawawezi kufunga. Falyut'ima makana kulli yawmin miskinan, watalisha sehemu ya ile somo yao kila siku maskini mmoja. Falidhalika Anas ibn Malik masahaba walitoa fatwa na wao pia walifanya. Inaitwa fatwa wa fi'li, fatwa na kadhalika na kitendo pia lifanyika, kwamba masahaba walizungumza, Ibn Abbas amezungumza, lakini kadhalik Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala alilisha hasa.
Qala fayut'imu al-ajizu an siyami ajzan la yurja zawaluhu bimaradhin kana au kibar, atalisha yule mgonjwa ama yule mtu ambaye kwamba hawezi kufunga, ajzan la yurja zawaluhu, kushindwa ambako kwamba hakutarajiwi yawma ma ataweza, bimaradhin, sawa ikawa kwa maradhi, au kibar, ama ikawa kwa ugonjwa, an kilo wa kila siku. Sasa atalisha nini? Qala an kulli yawmin, kila siku atalisha maskini moja. Na atalisha nini? Qala nisfa sa'in min burrin au tamrin au aruzin au nahwiha, atalisha imma ikawa ni burr ama ikawa ni tamr. Burr ni mnasemaje? Ni ngano, sio? Au tamr tende, sio? Au urz, mchele, sio? Qala au nahwihima min quti albalad, wengine sisi mji wetu sisi hatuli ngano wala hatuli mchele wala nini, labda sisi tunakula labda nini maa korona, lakini ni burr, sio? Chochote yani. Falidhalika utatoa chakula ambayo kwamba ni katika quti albalad. Wa miqdaru saa', na miqdari ya saa moja, kilo waini wa rubu, takriban kilo moja na robo. Kilo na robo maana yake ni sasa wewe unatoa nusu yake. Qala fayakunu lit'amu an kulli yawmin kilogram wa 125 grama, nusu ya saa maana yake ni kilo moja na kiasi. Tayeb, haya sasa wewe toa uwezacho. Ukiweza kutoa manzada falahu ziyada, kwa Allah hakuna riba. Kilo 3 imefanya nini? Kilo 3 toa kilo 3, toa kilo 5 yote inshallah ruhusa, lakini isizidi chini, isishuke chini. So kilo moja labda na robo kuendelea. Tayeb, قال هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزاؤه, ikiwa mgonjwa atafunga basi ile somo yake itafaa na itakuwa imemtosheleza. Haya ndio masala ama ndio udhuri ya kwanza ambayo inamfanya mtu aweze kufungua ndani ya mwezi wa Ramadhan, utu uzima ama nini ama maradhi. Na ikiwa mtu ni mtu mzima ama ana maradhi, mwanzo hali ya kwanza afunge ikiwa ana uwezo wa kufunga. Ikiwa hawezi kufunga, basi atalisha ile sehemu ambayo kwamba amefungua. Mtu ambaye kwamba hawezi kabisa kufunga, yeye analisha. Mtu ambaye kwamba yuatarajiwa kupoa, huyo yeye atakuja kulipa baada ya Ramadhan. Sasa naam, inshallah hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.